Kwa majina naitwa Jacqueline Bakari Mtaita, ni mkurugenzi mwanzilishi wa taasisi ya Tupo Sawa Organization. Katika siku ya leo, siku ya wapendanao duniani, sisi Tupo Sawa tumeadhimisha siku hii kwa kuandaa tukio la meza ya upendo. Tukio hili la meza ya upendo tumekaa pamoja mezani kwa upendo pamoja na wenzangu watu wenye ulemavu. Tumekula pamoja, tumekunywa pamoja, tumejifunza, tumefurahi, tumecheza, tumekula. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumeadhimisha siku ya upendo na kwa kusambaza upendo kwa watu wengine. Hili ni kubwa sana, lisiishie kwetu tu. Tunawaomba wadau mbalimbali, tunaomba serikali, viongozi mbalimbali, tunaomba kila mmoja, kila mwanajamii katika jamii yetu ya Tanzania uweze kuwagusa watu wenye ulemavu, watu wenye mahitaji maalum. Tuna mahitaji ya mara kwa mara. Msiache nyuma, msiache kutuonyesha upendo. Upendo huu tulioanza leo basi uendelee siku zote. Tunawashukuru sana viongozi wote na wadau wote. Tunaomba msituache hapa. Kitu gani kimekuvutia kufanya hivi? Nimevutiwa kufanya hivi kwa sababu kwanza mimi pia ni mtu mwenye ulemavu, ninaelewa changamoto, ninaelewa mambo ambayo tunakutana nayo katika jamii yetu ya kila siku. Kwa kutokana na mambo ambayo tumekuwa tukikutana nayo hapa na pale, nikavutiwa kuandaa tukio ambalo litatuleta kwa pamoja watu wenye ulemavu, tukae pamoja, tujifunze, tufurahi, tupate namna ya kutoka sehemu moja na kupata vitu vingi zaidi kwa pamoja kupitia meza. Ndio maana tukaandaa tukio la meza ya upendo. Nashukuru kwa wote walioitikia, naamini tumejifunza na tumepata kitu kipya na mambo yote yamekuwa sawa sawa. Unatoa rai gani kwa jamii na kutazama kuleta moto? Napenda kutoa rai kwa jamii kwamba tuonyeshe upendo kwa watu wenye mahitaji maalum, watu wenye ulemavu. Tunaweza, watupe nafasi, tuonyeshe uwezo wetu. Wasituache ndani, wasiwache ndani watu wenye ulemavu, wasiwafungie, wasiwanyime elimu, wasiache kuwajumuisha. Tunatamani tupate jamii jumuishi ambayo itatuunganisha katika nyanja zote za kijamii, kisiasa, kiuchumi, lakini pia na kitamaduni. Kwa hiyo tunatamani jamii yetu iwe jamii yenye ujumuishi. Kwa hiyo tukifanya tu na gani labda kwa serikali au mambo gani kwa kwenda serikali yako? Kuna Daktari Samia. Tunashukuru serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa kwanza mikopo ya 2%, lakini na uwezeshaji mbalimbali ikiwemo urasimishaji kwa watu wenye ulemavu katika kazi zao za kiuchumi. Tunamshukuru sana, tunaipongeza serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini tunaendelea kuwaomba wasituache nyuma, waendelee kutupa fursa za kiuchumi ili tuweze kujikwamua, tuondoke kwenye utegemezi. Naishukuru sana serikali yetu, tunaipongeza sana. Mungu awalinde na waendelee kutugusa kwa pamoja. Watu wenye ulemavu wategemea nini kwa kile ulichofanya leo? Ni muendelezo ndio unaishia hapa? Tutamani kuishia hapa, tunatamani iwe muendelezo, hata kama sio kwenye kukutana kula tu, siku nyingine tukutane kwenye shughuli za kiuchumi, siku nyingine tukutane kwenye shughuli za kijamii, siku nyingine tukutane kwenye shughuli mbalimbali. Lakini haya yote yanaanzia kwenye upendo, kwamba tukipendana, tukiheshimiana, tukisapotiana, basi mambo yote yanakuwa sawa. Neno la mwisho kwa jamii na kutuzaa. Neno langu la mwisho, tunaomba jamii yetu itupe nafasi watu wenye ulemavu, tuonyeshe uwezo wetu. Asante.